Tulimaliza mechi iliyopita, bahati mbaya tulipoteza. Tuliweza kufanya masahihisho ya makosa ambayo tuliyafanya katika mchezo wa nyuma na kutunza yale mazuri ambayo tumeyafanya kwenye ufundi na mbinu. Ya wenzetu wamecheza mechi, mwanzo wamesafiri wamekuja. Kile ambacho kilifanyika kwenye mchezo uliopita na tulitegemea na watafanya, bahati nzuri wamekuja wamefanya kile kwenye mbinu. Tuliweza kusawazisha lile kosa na kutoruhusu goli kwa upande wetu, ambayo imetusaidia, na kizuri kingine tumefanya leo, tumeweza kupata nafasi na kuzitumia hizo mechi kwa ushindi, lakini bado tumefanya makosa. Tuna vipindi viwili vya kufanya masahihisho ya makosa tuliyofanya na kuona Jumapili tunacheza tena kwenye kiwango kizuri na kupambana kutafuta ushindi. Sisi tutacheza kutokana na game plan ya mpinzani. Tumewaangalia wakicheza mechi iliyopita. Wanaweza wasije na approach ile, the way watakavyoanza game yao hapa na ndivyo sisi tutakavokabiliana nao. Cha muhimu namna gani wakiwa na mpira tunajaribu kutafuta kutoka kwao, na namna gani mpira unatoka kwao kuja kwetu, nini tufanye kwa ajili ya kumiliki na kwenda kushambulia. Kwa hiyo hatutakalili tulivyocheza leo, tutacheza kutokana na wao nini wameplani, ili na sisi tuone tunakabiliana nao kwenye hali nzuri zaidi. Ongeza Mbeya City na pia Dodoma Jiji kwa sababu tumecheza mchezo mzuri, mchezo wa kupambana. Lakini nikirudi kwa timu yangu, niseme kwamba vile kama mechi ya kwanza dhidi ya Pamba, na leo pia tumefanya makosa binafsi au collective errors. Ukiangalia goli number 1, kipa amefanya kazi yake, lakini watu wa kumsaidia kwenye hiyo rebound then wakachelewa kidogo, then tuka concede. Tumecheza vizuri ndio after the goal, reaction yetu imekuwa nzuri, lakini of course kama ulivyosema bado hatukuwa very clinical kumaliza mashambulizi yetu vizuri. Nadhani Mbeya City walikuwa well organized defensively, walikuwa very committed today. Na kipindi cha pili the same thing, tumerudi vizuri kwa kupossess na kwa kujaribu kuwapa kazi Mbeya City. Of course wamedefend vizuri na of course walikuwa nyumbani, nilikuwa hawezi kupoteza mechi ya pili mfululizo. Then kama kawaida au mwisho pia tukielekea mwisho wa mechi pia tukafanya tena again mistake, kupoteza mpira kwenye eneo mbaya sana, and then tukaconcede goli ya pili. So nadhani mechi tumepoteza kwa hizo mistakes mbili za team au individual maybe, lakini ukiangalia kimchezo I think we have a good team. Ndo mwanzo wa ligi, kupoteza sio kitu kizuri. Of course we have to bounce back, lazima tutafute matokeo kwenye mechi ambayo inafuata nyumbani kati ya Polisi. Lakini pili ni ushindi ambao tumeupata tukiwa na clean sheet. Leo hii kipato pata clean sheet, maana ushindi wa goli 2 bila majibu mara baada ya kupoteza mchezo uliopita, na nilizungumza kwamba mchezo utakaofuatia ni mchezo ambao utakuwa tiba dawa ya kuondosha maumivu ambayo yalipita kwenye mchezo uliopita. Tunawashukuru mashabiki waliojitokeza kwenye mchezo huu, lakini pia tunawashukuru wachezaji kwa kuonyesha kile ambacho mashabiki wanakihitaji, ushindi wa goli 2 bila majibu mbele ya Dodoma Jiji, ambao msimu uliopita michezo yote miwili tulitoshana nguvu nyumbani na ugenini, si haba. Naamini kabisa huu ndo mwanzo mzuri wa kwenda kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Mashujaa. Nawaambia tu Mashujaa kwamba mchezo wa kwanza ambao Geita Sisimizi alimkaba Tembo ulikuwa si sawa, lakini sasa tumeanza kuonyesha show namna gani timu yetu tumejenga kuelekea msimu huu wa ligi ya soka Tanzania bara. Kwa hiyo niwaanikize mashabiki na wapenda kandanda kwa ujumla, wao wanakuja kwa wingi uwanjani kupata burudani. Leo sio tumeshinda tu, lakini pia tumeupiga kweli kweli. Bisa siku leo tulikuwa na mchezo kati ya Mbeya City dhidi ya Dodoma Jiji, walimazabibu wao. Kwa hiyo tumeshinda kwa goli 2-0. Kwanza kabisa niseme tu kwamba kama mshabiki wa Mbeya City, kwanza tumepokea kwa furaha sana ushindi wa leo, kwa sababu unajua ligi ndio inaanza, kwa hiyo usipopata point inakuwa ni changamoto. Lakini pia matarajio yetu ni kwamba kwa sababu tunaamini kwamba msimu uliopita ilifanyika tathmini nzuri ya kuboresha kikosi chetu cha Mbeya City. Sasa umeona vijana wanavyokimbia, wanaofanya kazi nzuri. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba tutaendelea kupata matokeo mazuri, kwa sababu naamini mwalimu pamoja na benchi lake la ufundi pamoja na viongozi wa timu akiwepo mstahiki meya, mkurugenzi, waheshimiwa madiwani na watu mbalimbali na mashabiki wataendelea kutimiza wajibu wao kuhakikisha kwamba timu ya Mbeya City inazidi kuwapa furaha wananchi wa jiji la Mbeya.